Ikikutangazia kutoka jijini Dodoma, karibu mtazamaji katika ulimwengu wa habari tulionayo usiku huu. Mbeya zindua mpango wa miaka 10 wa kupanda miti milioni 200 na waziri kuanza ziara ya siku 3 kesho mkoani Arusha. Na katika michezo na burudani, ligi kuu soka Tanzania bara kulindima kwa siku ya kesho kwa michezo 4 kupigwa. Hujambo mtazamaji popote pale ulipo na karibu katika ulimwengu wa habari. Mimi kutoka hapa Sky TV, mimi ni Johannes Michael. Katika juhudi za kuimarisha mapambano dhidi ya mabadiliko tabia nchi, mkoa wa Mbeya umezindua mpango kabambe wa miaka 10 wa kukijanisha mkoa huo, ukilenga kupanda miti milioni 200 na kuimarisha usimamizi wa rasilimali za asili kwa ustawi wa kizazi cha sasa na kijacho. Taarifa ya mwandishi wetu kutokea mkoani Mbeya inafafanua zaidi. Akizindua mpango huo kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Mbeya Beno Malisa, mkuu wa wilaya ya Ilungu Jafari Yaniu amesema katika mpango huo wamejipanga kutoa elimu kwa taasisi mbalimbali juu ya upandaji miti na kutunza mazingira. Kupitia mpango huu wa kujanisha mkoa wetu wa Mbeya, tunalenga kupanda miti milioni 200 katika kipindi cha miaka 10 ijayo, kuhamasisha wananchi kushiriki kamilifu katika kampeni za upandaji na utunzaji wa miti, kushirikisha halmashauri zote zetu, mashule yetu, vyuo, vikundi vya kijamii na sekta binafsi, kuimarisha elimu ya mazingira kwa vijana na jamii kwa ujumla, pamoja na kuendeleza miradi ya kilimo endelevu, ufugaji wa nyuki, nishati safi na urejelezaji wa taka. Aidha, tunasisitiza matumizi ya maeneo ya wazi katika miji yetu kwa kuanzisha bustani za wazi kwa mapumziko na burudani za jamii kwa ujumla. Kwa upande wake, katibu tawala mkoa wa Mbeya Rodrick Mpogolo amesema zipo baadhi ya changamoto katika utunzaji miti, huku mbunge wa jimbo la Uyole Dr. Tulia Ackson akiwataka wananchi kuepuka kutupa taka ovyo na kusababisha uchafuzi wa mazingira. Inawezekana tunapanda, lakini swala la kuitunza miti hiyo nayo imekuwa ni changamoto. Baadhi ya miti ambayo inapandwa haisimamiwi na mwisho wa siku inakauka. Kwa hiyo mpango wetu unataka tukipanda mti tuutunze na kwa kweli uweze kukua na kuleta tija kwa shabaha ya kutunza mazingira yetu. Tujitahidi hivi vyombo ambavyo ni vya plastiki visitupwe mazingira ambayo haviwezi kutengenezwa upya, au visitupwe mazingira ambayo haviwezi kuwa recycled, kwa sababu ukiacha vile, hata kama umepanda mti, plastiki zikajaa pale, plastiki zitazuia hewa kuingia kwenye huo mti, kwa hivyo mti utakufa. Kwa hiyo tujitahidi tunapozungumzia mazingira, kupanda miti ndio, tuwe wasafi kwenye mazingira yetu. Nao baadhi ya washiriki waliohudhuria uzinduzi huo kutoka taasisi mbalimbali wakatoa maoni tofauti juu ya mpango wa kukijanisha mkoa wa Mbeya. Mazingira yetu yawe salama, ni vizuri tukawa na mkakati maalum wa kuhakikisha mifugo yetu kwa inaonekana kama ni kero, inazurura ovyo ovyo, sasa isimamiwe vizuri. Kwa hiyo kuna maeneo maalum yaliyotengwa kwa ajili ya wafugaji, miundombinu yote iwepo huko na usimamizi kabisa, kuhakikisha kwamba vyanzo vyetu vya maji na maeneo mbalimbali ambayo tunapojihifadhi hayagugudhiwi tena, kwa sababu kuna usimamizi mzuri wa namna ya kutunza hiyo mifugo. Sasa miti yote inakatwa pembezoni mwa barabara, kwenye mito, mmomonyoko wa ardhi, taka zinatupwa. Viongozi, wananchi wote tunaona. Yaani hapa kwenye vikao tunaongea vizuri sana, utekelezaji unakuwa ni mdogo, na huo udogo unachangiwa na ufuatiliaji unakuwa ni mdogo. Kwa kweli kunahitaji nguvu ya ziada. Nikiripoti kutoka mkoani Mbeya, Upinduki Betile, Sky TV. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amewapongeza viongozi wa wilaya ya Hai kwa kusimamia vizuri mradi wa ujenzi wa shule mpya ya sekondari ya Mbatakelo na kubakiza zaidi ya shilingi milioni 4.33. Ametoa pongezi hizo leo Jumamosi wakati akizungumza na wakazi wa kata ya Welwelu mara baada ya kuzindua shule mpya ya sekondari ya Mbatakelo wilaya ya Hai mkoani Kilimanjaro. Rais Samia angetanguliza ubinafsi, hii miradi tungeipata wapi?
nikasema na sisi watekelezaji wa miradi tunapoletewa fedha hizo, watu waache ubinafsi, kwamba fursa ikishakufikia unajiwaza mwenyewe. Ndio maana naelekeza waheshimiwa madiwani, waheshimiwa wabunge, simamieni kwa ukaribu, na nataka fedha za miradi ya maendeleo isiwe siri, ili kila mtu ajue na kila mtu alinganishe huu mradi na hii fedha vinaendana. Fedha ikishatoka kwa Daktari Samia Suluhu Hassan ikija hapa, wananchi, hiyo ni fedha yenu, huo mradi ni wa kwenu. Kila mmoja aufuatilie. Hii mambo ya kufanya siri ndio haya ambayo anatuambiaga Mheshimiwa Jumaa Aweso kwamba anasomewa kwenye taarifa, anapewa mradi wa kisima cha maji, anawaambia twendeni tukakague. Wanafika pale wanaanza kusema haki ya Mungu, jana kisima kilikuwa hapa, kimeenda wapi? Fedha za miradi ya maendeleo sio siri, na miradi ya maendeleo sio siri. Fedha zikija rasmi, mwarifu mkuu wa mkoa, tulikuwa na mradi wa maendeleo huu, fedha imeshakuja hii hapa, ni ya wilaya hii na hii na hii na hii. Ikishaenda, unapomwandikia mkurugenzi, mwarifu DC, tumeshamletea mkurugenzi wako fedha hizi na hizi na hizi. Mwarifu mwenyekiti wa halmashauri, mwarifu mbunge, mwarifu madiwani wa eneo ambako mradi unatekelezwa. Miradi ya maendeleo sio siri. Wananchi, hizi fedha ni kodi zao, haziwezi wanapokusanya kodi zinapokusanywa zinatoka mikononi mwao, zikishaenda kwenye kutekeleza miradi ya maendeleo zile siri. Hapata kuwa na mchezo kwenye masuala yanayohusisha uadilifu, hapata kuwa na mchezo kabisa, wala msamaha pale panapokuwa na ubadhirifu. Ndio maana nilipopita pale kwenye shule yetu ya sekondari, nimempongeza mkurugenzi na timu yake kwa kufanya kazi kwa maslahi mapana ya wananchi wa pale, kwa kutokutanguliza ubinafsi. Leo mnaona haya mambo yanayogusa wananchi moja kwa moja: sekondari, zahanati, vituo vya afya, hospitali za wilaya, maji, umeme. Haya ni mambo yanayogusa mwananchi moja kwa moja. Wakati huo Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Lameck Nchemba atajua kuwa na ziara ya kikazi ya siku 3 mkoa wa Arusha, ambapo atatembelea na kukagua miradi 6 yenye thamani ya shilingi bilioni 194.2 kwenye wilaya za Alimero, Arusha na Rongido, pamoja na kuzungumza na wananchi. Mwanahabari wetu kutokea mkoani Arusha ana undani wa taarifa kamili. Rais Samia angetanguliza ubinafsi, hii miradi tungeipata wapi? Nikasema na sisi watekelezaji wa miradi tunapoletewa fedha hizo, watu waache ubinafsi, kwamba fursa ikishakufikia unajiwaza mwenyewe. Ndio maana naelekeza waheshimiwa madiwani, waheshimiwa wabunge, simamieni kwa ukaribu, na nataka fedha za miradi ya maendeleo isiwe siri, ili kila mtu ajue na kila mtu alinganishe huu mradi na hii fedha vinaendana. Fedha ikishatoka kwa Daktari Samia Suluhu Hassan ikija hapa, wananchi, hiyo ni fedha yenu, huo mradi ni wa kwenu. Kila mmoja aufuatilie. Hii mambo ya kufanya siri ndio haya ambayo anatuambiaga Mheshimiwa Jumaa Aweso kwamba anasomewa kwenye taarifa, anapewa mradi wa kisima cha maji, anawaambia twendeni tukakague. Wanafika pale wanaanza kusema haki ya Mungu, jana kisima kilikuwa hapa, kimeenda wapi? Fedha za miradi ya maendeleo sio siri, na miradi ya maendeleo sio siri. Fedha zikija rasmi, mwarifu mkuu wa mkoa, tulikuwa na mradi wa maendeleo huu, fedha imeshakuja hii hapa, ni ya wilaya hii na hii na hii na hii. Ikishaenda, unapomwandikia mkurugenzi, mwarifu DC,
tumeshamletea mkurugenzi wako fedha hizi na hizi na hizi, mwarifu mwenyekiti wa halmashauri, mwarifu mbunge, mwarifu madiwani wa eneo ambako mradi unatekelezwa. Miradi ya maendeleo sio siri. Hizi wananchi, hizi fedha ni kodi zao, haziwezi wanapokusanya. Akizungumza na waandishi wa habari, mkuu wa mkoa wa Arusha CPA Amos Makalla amesema waziri mkuu ataweka jiwe la msingi kwenye mradi wa ujenzi wa bweni la kisasa la Chuo cha Afrika cha Sayansi na Teknolojia cha Nelson Mandela, kukagua upanuzi wa miundombinu ya hospitali ya Otument pamoja na kuzungumza na wananchi katika eneo la Ngaramtoni. Ujio wa Waziri Mkuu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba atakuwa na ziara ya kikazi katika mkoa wa Arusha kuanzia kesho tarehe 22 mpaka tarehe 24. Mheshimiwa Waziri Mkuu yuko katika kikazi, ziara yake ya kikazi kuanzia mkoa wa Tanga na leo anamalizia katika mkoa wa Kilimanjaro. Kwa hiyo na sisi mkoa wa Arusha natumia nafasi hii kuwatangazia wananchi wa mkoa wa Arusha kujitokeza kwa wingi katika mapokezi katika ziara ya waziri mkuu katika mkoa wa Arusha. Mheshimiwa Waziri Mkuu atapokuwa katika mkoa wa Arusha kesho tarehe 22, la kwanza tutampokea pale katika chuo cha Nelson Mandela muda wa saa 4, na katika eneo hilo la chuo cha Nelson Mandela ataweka jiwe la msingi katika hosteli za wanafunzi wa chuo hicho, na baada ya hapo waziri mkuu atakwenda kukagua hospitali ya wilaya ya Rumeru, ambao ni hospitali uzuri. Wilaya ya Rumeru ina halmashauri 2, Meru na Arusha DC. Kwa hiyo atakwenda Arusha DC kwenye hii hospitali ya wilaya, na baada ya hapo waziri mkuu atapata nafasi ya kuongea na wananchi kwenye mkutano wa hadhara Ngaramtoni. Akiwa wilayani Arusha, waziri mkuu atakagua maendeleo ya ujenzi wa kituo cha mabasi jijini Arusha, eneo la Bondeni City, kuweka jiwe la msingi kwenye ujenzi wa soko la Kilombero pamoja na kuzungumza na wananchi kupitia mkutano wa hadhara kwenye eneo hilo la soko jijini Arusha. Kutoka mkoani Arusha, Amina Ngahewa, Sky TV. Mtazamaji, unaendelea kutazama ulimwengu wa habari kutoka hapa Sky TV. Tulionayo usiku huu: serikali kuchukua hatua kali dhidi ya uharibifu wa mazingira. Karibu tena mtazamaji, unaendelea kutazama ulimwengu wa habari kupitia Sky TV. Mimi ni Johannes Michael. Mkuu wa wilaya ya Mbozi Mheshimiwa Hemedi Mbega ametoa onyo kali kwa wananchi waharibifu wa mazingira, ikiwemo ukataji holela wa miti, akisisitiza kuwa watakaobainika watachukuliwa hatua kali za kisheria. Ripoti ya mwanahabari wetu kutokea mkoa wa Songwe inafafanua zaidi. Mheshimiwa Mbega ametoa kauli hiyo katika mkutano wa kusikiliza kero za wananchi uliofanyika katika kijiji cha Myovizi, kata ya Luanda, jimbo la Vwawa, mkoani Songwe. Changamoto ya uharibifu wa mazingira. Naelekeza Mheshimiwa Rais ni kuchukua hatua kali madhubuti kuhakikisha kwamba misitu inalindwa, kuhakikisha kwamba hifadhi zinalindwa. Tumepewa taaluma, tumepewa elimu hapa kwamba hatua gani inatakiwa ifuatwe ili kuhakikisha kwamba misitu inalindwa. Kwa taaluma hapa na mhifadhi wetu kwamba hakuna mtu yeyote ambaye ana mamlaka ya kutoa kibali cha uvunaji wa miti kwenye maeneo yetu haya isipokuwa ni kamati ya uvunaji ya wilaya. Hivyo basi
Nyinyi wananchi ndio walinzi wa rasilimali hizi. Kila mwananchi ana jukumu la kulinda rasilimali za nchi yetu. Miti hii ikikatwa, uharibifu wa mazingira utatuathiri sisi kwanza ambao tuko maeneo haya. Kwa kila mmoja awe mlinzi wa mwenzake kuhakikisha kwamba hakuna uharibifu ambao unafanyika. Na mimi ndio naomba simu hapa. Yeyote ambaye anamuona mtu yeyote anafanya uharibifu wa mazingira, anakata miti, nipigie simu moja kwa moja, yachukulia hatua hapo hapo. Aidha, Mheshimiwa Mbega amewapongeza wananchi wa kijiji hicho kwa juhudi zao za kujichangisha michango kwa ajili ya ujenzi wa daraja, akiwahimiza kufuata taratibu na miongozo ya kisheria katika zoezi la uchangishaji ili kuepuka changamoto zinazoweza kujitokeza baadaye. Nawapongeza sana kwa usikivu ambao umeuonyesha, lakini nawapongeza pia kwa kutoa madukuduku yenu na zile kero ambazo zinawasumbua kwa maeneo yenu. Ambao nilileta hapa ni kusikia malalamiko ya wananchi kulingana na changamoto ya kuchangishwa michango isiyokuwa na mwelekeo wowote, hasa kwenye upande wa kujenga lile daraja pale. Na sisi tunajaribu kuwaza hapa, mtu amechangisha michango ile akatia mfukoni akaenda zake. Kumbe amechangisha michango kwa ajili ya kusaidia changamoto ile ambayo ipo pale. Kwa kama nilivyosema, maamuzi ambayo mliyafanya maamuzi mazuri, maamuzi sahihi, lakini njia ambayo mliitumia haikuwa njia sahihi. Sisi tunaelewana. Mlichangishana michango kwa sababu ya changamoto ambayo ipo ya kushindwa kuvuka kwenda upande wa pili. Lakini utaratibu unapotaka ni kwamba kabla ya michango kutolewa kwa wananchi, ili kukontrol matumizi yake, lazima serikali ihusike. Na mamlaka hayo amepewa Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya kuruhusu michango yote ichangishwe kwa wananchi. Kwa hiyo inawezekana mmechango kwa sababu mkuu ana hiyo elimu, na mwenyekiti anasema kwa sababu ya ugeni wake, na mtendaji anasema alikuwa hayupo, bwana shamba anasema anakaimu. Sasa kuanzia leo, kwa sababu mmeshatoa maelekezo hayo ya serikali kwamba sitaki tena kusikia changamoto inatokea kama hii kwenye wilaya. Awali, wananchi wa kijiji cha Myovizi walieleza kero zao mbalimbali zinazowakabili, hususan changamoto ya daraja ambalo limekuwa kikwazo kwa usafiri wa shughuli za kiuchumi katika eneo hilo. Jambo la msingi ambalo limelileta sana hapa mimi kwenye moyo wangu ni kwamba kuna daraja ambalo lilikuwa mradi wa TASAF. Sasa kwenye toka mradi wa TASAF sikuelewa umehamia kwenye mradi wa wananchi. Na sikujua kwenye mradi wa TASAF iliingia shilingi ngapi na ilifanya nini. Sasa kwenye mradi wa wananchi walichangiwa kila kaya 10,000, mwanamke 5,000, mwanaume 5,000. Sasa nikapiga hesabu kwamba ni kweli kwa sababu daraja ni mali yetu na ni haki yetu kufanya. Lakini cha kushangaza, daraja limejengwa, limefika, limetumika kwenye maji. Nikiangalia wahandisi waliotumika kujenga ile daraja sio wataalamu na hawana uzoefu wa utaalamu kujenga daraja. Ndicho kilichonisukuma sana kwamba sasa hiki ni kilio cha wananchi. Nataka niongee tu bila kumung'unya maneno. Mwenyekiti wa kijiji Susan, mimi nampongeza sana kwenye kazi zake. Sana. Kwanza kwenye vinjia vidogo Mungu kwenye vitoto amefanya kazi, kubeba vimawe, kuweka kufikia mashimo. Amefanya kazi kubwa sana. Nikashangaa mimi daraja hapa kwenye Wiwa gani jirani langu sana hili daraja. Jirani mno. Alipokuwa alianza kidogo sana. Nasikia mwenyekiti ameanzisha wananchi kwamba wajenge daraja, nikaanza kufikiria, huyu mwenyekiti basi yeye yupo juu mpaka kuanza kutengeneza madaraja. Basi nijipongeza moyoni sana. Nikiripoti kutoka mkoani Songwe, mimi John Kiango, Sky TV. Mkuu wa wilaya ya Ubungo Albert Msando amepiga marufuku kwenye viti wa mitaa kuweka mihuri kwenye mikataba ya mauziano ya ardhi ili kuondokana na migogoro ambayo imekuwa ikijitokeza kati ya maeneo mbalimbali ya wilaya hiyo. Mwandishi wetu kutokea Dar es Salaam ana taarifa kamili. Akizungumza wakati wa kikao cha baraza la madiwani wa halmashauri ya manispaa ya Ubungo, mkuu wa wilaya ya Ubungo Albert Msando amesema wamefikia uamuzi huo baada ya kubaini baadhi ya maeneo ya migogoro ya ardhi yameuzwa kwa zaidi ya mara moja, huku wenye viti wakishuhudia mauziano hayo. Mstahiki Meya pamoja na waheshimiwa madiwani, ni marufuku kwa wenye viti wa mitaa kuweka mihuri kwenye mikataba ya kuuza ardhi. Ni marufuku. Mwenyekiti wa serikali ya mtaa, usiweke muhuri wa serikali kwenye mkataba wa mauziano, kwa sababu unaigeuza serikali kuwa shuhuda au shahidi kwenye mauziano binafsi.
yupo mtendaji na mwenyekiti wake na wajumbe kule Mbezi Mpiji Magoe, wameenda kugonga miuri kwenye mauziano, wamepelekea mgogoro mkubwa katika eneo lile. Kiwanja kimoja kimeuzwa mara 3, unakuta muhuri wa mtendaji. Kwa hili naomba waheshimiwa madiwani, msiruhusu liendelee kufanyika ili tuondoe migogoro ya ardhi katika maeneo yetu. Mkuu huyo wa wilaya pia ameagiza taasisi zote za serikali kabla ya kuanza kutekeleza miradi zihakikishe madiwani na watendaji wa kata husika wanaifahamu kwa kina na kujua utekelezaji wake. Utekelezaji wa miradi ya serikali unaofanywa na taasisi. Kumekuwa na tabia, baadhi ya taasisi zinafika kwenye kata, zinafika kwenye mitaa, zinaanza kutekeleza mradi, diwani hajui, mtendaji wa kata hajui. Kupitia kikao hiki ambacho kinapokea taarifa za kata, tuwaelekeze taasisi zote, kama ni mradi wa mkongo wa taifa, kama ni mradi wa maji, kama ni mradi wa barabara, kabla ya utekelezaji wake hakikisha diwani na mtendaji wa kata wanaufahamu kwa kina mradi huo, na unapoenda kutekeleza washiriki wajue unatekeleza wapi na kwa namna gani. Hii itaondoa changamoto ambazo zimekuwa zikijirudia mara kwa mara. Baadhi ya madiwani wakapata nafasi ya kuwasilisha kero zao. Kamati imejipangaje? Kwa sababu maeneo mengi yanajengwa kiholela na serikali ipo, serikali za mitaa zipo na viongozi wa serikali wapo, wengine wamesaini, lakini ukienda maeneo yale yanajengwa kiholela. Sasa inafika sehemu maeneo mengine hata njia hazipitiki. Mapendekezo ya wajumbe kila ukiyasikiliza, kila diwani anahitaji kabarabara karami kwenye kata yake. Tusiishie kusema, twende pamoja na kubuni vyanzo vingine vya mapato. Sisi na halmashauri ni kitu kimoja. Kwa hiyo nawaomba sana tuendelee kuisimamia halmashauri, tuendelee kutimiza wajibu wetu, tuendelee kufanya kazi, tuendelee kutatua kero na changamoto za wananchi wetu. Wananchi wametuamini kwenye nafasi, tuende tukaifanyie kazi, tuende tukatatue kero. Kutoka Dar es Salaam, Nora Damian, Sky TV. Mtazamaji, tunapata mapumziko mafupi, tukirejea tunaelekea viwanjani kuangazia ya kimichezo. Sky TV. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marhubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Sky TV. Michezo na burudani imeletwa kwenu na ZIC. Habari za michezo na burudani.
Mtazamaji, ni wasaa wa kuelekea viwanjani. Tuanze katika kutazama ligi kuu soka Tanzania bara ambapo itaendelea kulindima kwa siku ya kesho Jumapili kwa michezo minne kuchezwa katika viwanja tofauti tofauti. Mtibwa Sugar watakuwa wenyeji wa Singida Black Stars, mchezo ambao utachezwa saa 8 katika dimba la Jamhuri Dodoma. Azam FC itakuwa kibaruani ugenini dhidi ya kikosi cha KMC, mchezo unaotarajiwa kuchezwa saa 10:15 katika dimba la KMC Complex. Na katika mchezo mwingine na kusisimua, Namungo FC watavana na Young Africans saa 1 kamili usiku katika uwanja wa pale mkoani katika uwanja wa Namungo. Na mnyama Simba atashuka dimbani katika dimba la Jamhuri Dodoma saa 3 usiku kuana na Tanzania Prison kuelekea mchezo huo, na makocha wameelezea maandalizi yao. Thank you and good day to each and everybody. Also good day to the coach and player and staff from Tanzania Prison. Yes, I think preparations are going well. We also had a long travel to get here and we've settled in well. We had a training session yesterday late afternoon, and then obviously today one more training session in preparation. But our preparation is not just the day or two before matches. Our preparation has been ongoing for since I've arrived for about 2 months, where we've been sort of building certain ways we want the team to be playing and applying themselves, both technically, physically, as well as mentally. So we understand that there's no easy game in the league, and if we do believe that we want to be challenging at the top end of the table, we need to ensure we prepare each and every game 100%, that we don't underestimate any of our position, and that we continue to improve on a daily basis as a team. And yeah, preparation's gone well. Looking forward to the match. Sisi kama wachezaji tumejipanga vizuri. Kwa mchezo uliopita kweli sisi tulipanga na Mwenyezi Mungu pia alipanga, na kila tunajaribu kukipata kwa ambacho tunapatikana na kiwapa furaha na Simba, kwa sababu sisi kama Simba tunaamini kwenye ushindi tu. Mpira ni mchezo ambao tunacheza tu 22. Ukiangalia sisi tuna malengo yetu na nyinyi tuna malengo yao. Kwa hiyo kinachopatikana tunakipokea kwa mikono miwili, kimali kinapatia Simba heshima, na tuko hapo kwa ajili ya kupambania nembo ya Simba. Kwa hiyo kitu kinachopatikana ni kwa ajili ya wana Simba na Simba kwa ujumla. I think we still have one more training session in the evening, so from there we know where we are and what we want to do against a strong team like Simba, but we are ready. I think tactically we are good, physically we are good. It's true kwamba inaweza kuchanganya kabisa, lakini kuliko ukiangalia uwanja wetu nyumbani kidogo mpata shida juu ya hizo ngozi zinazokuwa zinaendelea, lakini as long kama sisi wachezaji matured tunaweza tukapambana katika mechi sehemu yote. Ukiangalia hizo ni timu kongwe so far, ukiachana Simba, Yanga, sisi ni timu kongwe pia. Kwa hiyo imani kila sehemu sisi tuna mashabiki, sema wingi wa mashabiki utofautiana. Kwa hiyo mentally kwa kila mchezaji yuko sawa. So kwa hiyo kwamba kila mchezaji yuko sawa kiasi kuelekea katika mchezo wa kesho. Wachezaji wa timu ya taifa ya wanawake ya Tanzania Twiga Stars Stumai Abdara na Janet Pangamwane wamesema kikosi hicho kimeweka nguvu kubwa katika maandalizi ya kuelekea michuano ya AFCON mwaka 2026 kwa lengo la kufanya vizuri na kupeperusha bendera vyema, bendera ya taifa. Wakizungumza wakati wa kambi Ismailia, Stumai Abdara pamoja na Janet Pangwema wamesema mazingira ya kambi ni mazuri na yanawapa wachezaji fursa ya kujiandaa kimwili na kiakili kabla ya kuingia kwenye mashindano makubwa barani Afrika. Kwa majina naitwa Janet Pangamwene, ni mchezaji wa Twiga Stars. Kwa ujumla timu na technical bench tuko vizuri kwa ajili ya maandalizi ya AFCON. Maandalizi ya msimu huu yako tofauti na AFCON iliyopita, kwa sababu AFCON ya msimu huu tumeamua kutoka nje ya Tanzania na kuweka kambi ughaibuni. Kwa maana hiyo, ili kufeel hewa na situation zote ambazo zinapatikana katika mashindano, kwa sababu ukanda huu wa Uarabuni unashabihiana katika hali ya hewa na vitu vingine vyote ambavyo vinapatikana. Kwa maana hiyo tunaamini maandalizi ya msimu huu yatakuwa mazuri tofauti na msimu uliopita. Tutaenda kufanya vizuri katika AFCON.
Sisi kama wachezaji kwa ujumla tunashirikiana na tunaambizana wote kwa pamoja, tunatiana morali kwamba kila mmoja lazima ajitume ili tuweze kupita hatua inayofuata, kwa sababu mwaka jana tuliishia kucheza mechi 3 na msimu huu tunatamani kufika mbele zaidi, na ndio maana kuanzia maandalizi yamekuwa bora tofauti na msimu wa mwaka jana. Kwa maana hiyo tunaamini msimu wa mwaka huu utakuwa mzuri zaidi, kuanzia mazoezini, kuanzia siku ya kwanza tulipofika mahali hapa, tunaona morali ya wachezaji kwa ujumla, kila mmoja anaambizana na wenzake kwamba lazima tukafanye vizuri katikati ya mashindano haya. Kitu ambacho nakifurahia zaidi kwenye camp ni morali ambayo tunayo wachezaji. Nimependa zaidi ambavyo tunashirikiana mazoezini kati ya viongozi na wachezaji wenyewe tukiwa vyumbani, sehemu ya kula. Ndio kitu ambacho nakipenda zaidi kwenye kambi. Najisikia vizuri, najisikia furaha sana kwenda kwa mara ya pili kwenye AFCON, kwa sababu nahisi huko nyuma kwanza timu ya taifa ya wanawake ilikuwa hivi kwenda mfululizo, lakini sisi tumeweza tumeenda mara 2 mfululizo na mimi nikiwa ndani yake. Kwa hiyo cha kwanza najisikia furaha, lakini pia msimu mashindano yaliyopita na mashindano haya, naamini mashindano haya tutafanya vizuri zaidi, kwa sababu kwanza katika mashindano ya mwanzo tulikuwa kama wageni wa mashindano, tumejifunza, tuliona vitu vingi. Naamini viongozi wetu, makocha wetu wamefanyia kazi makosa ambayo tumefanya katika mashindano yaliyopita, na imani kuanzia nje ya uwanja mpaka ndani ya uwanja safari hii tunaenda kufanya vizuri. Na tukikwea pipa hadi kimataifa, ambapo USM Alger imetangaza rasmi kumteua Lamine Ndiaye kuwa kocha mkuu wa timu hiyo hadi mwishoni mwa msimu. Kocha huo raia wa Senegali amesaini mkataba wa klabu hiyo ya Algeria hadi mwishoni mwa msimu huu, huku kukiwa na kipengele cha kuongeza mkataba endapo uongozi wa klabu hiyo utaridhishwa na matokeo mwishoni mwa msimu. Anachukua majukumu hayo wiki 2 tu baada ya kuondoka TP Mazembe ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Amechagua kuongoza USM Alger katika mbio za kuwania taji la ligi kuu pale nchini Algeria. Na mtazamaji, tukihitimisha na tetesi za soka barani Ulaya, ambapo kiungo wa kimataifa wa Brazil Casemiro mwenye umri wa miaka 32 ambaye anajiandaa kuondoka Manchester United mwishoni mwa msimu huu atawaniwa na klabu za Inter Miami, Porto na Saint-Paul. Wakati huo nafasi ya Aston Villa kuendelea kumshikilia mshambuliaji wa Uingereza Morgan Rogers mwenye umri wa miaka 23 na kutengeneza kufuzu ligi ya mabingwa barani Ulaya. Leland Kyle atasaini mkataba mpya wa Bayern Munich watakapofika umri wa miaka 18 Jumapili hii, hatua ambayo itaongeza hamu ya klabu kadhaa zitakazomwania kumsajili, ni pamoja na klabu ya Liverpool, Arsenal, Manchester United na Real Madrid pamoja na Paris Saint-Germain. Everton wamemfanya mshambuliaji wa Chelsea Liam Delap kuwa lengo lao kuu majira ya kiangazi. Mwingereza huyo mwenye umri wa miaka 23 alitumia Stamford Bridge msimu uliopita kutoka Ipswich ya Town. Na mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari, tamati ya habari za michezo na burudani, na sasa tutazame utabiri wa hali ya hewa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku huu. Karibu ungane nami katika utabiri huu wa hali ya hewa ambao ni saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku huu. Kwa usiku wa leo ni matarajio yetu katika ukanda wa Ziwa Victoria, maeneo ya magharibi mwa nchi, nyanda za juu kusini magharibi, kusini mwa nchi, mkoa wa Morogoro, kanda ya kati, nyanda za juu kaskazini mashariki, panatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Kwa mkoa wa Tanga, panatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache. Visiwa vya Unguja na Pemba, Dar es Salaam, Pwani kijumlisha visiwa vya Mafia, mkoa wa Lindi na Mtwara panatarajiwa kuwa pakavu. Kwa siku ya kesho, pepo inatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa kwa Ziwa Victoria na Ziwa Nyasa, na kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kwa Ziwa Tanganyika na Ziwa Rukwa. Hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo hadi mawimbi makubwa kiasi. Kwa ukanda wa pwani yote, pepo inatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa, huku hali ya bahari ikitarajiwa kuwa na mawimbi madogo. Mifumo ya anga inaonyesha viashiria vya mvua katika maeneo mengi ya hapa nchini, huku mamlaka ya hali ya Tanzania ikitoa angalizo la matarajio ya vipindi vifupi vya mvua kubwa katika baadhi ya maeneo ya ukanda wa Ziwa Victoria, mkoa wa Kagera, Geita, Mwanza, Shinyanga, Mara na Simiu, na baadhi ya maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki, mkoa wa Arusha, Manyara, Kilimanjaro pamoja na mkoa wa Tabora.
Wakazi wa maeneo haya ni vyema kuchukua hatua stahiki. Mpendwa mtazamaji, kwa siku ya kesho ni matarajio yetu katika ukanda wa Victoria, maeneo nyanda za juu kaskazini mashariki panatarajiwa kuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo za radi katika baadhi ya maeneo na vipindi vifupi vya jua. Maeneo ya magharibi mwa nchi, nyanda za juu kusini mashariki, mkoa wa Ruvuma, Dodoma na Singida panatarajiwa kuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vifupi vya jua. Maeneo ya ukanda wa pwani yote panatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na ufuatao ni utabiri wa hali ya hewa kwa siku 4 zijazo. Jiji la Dar es Salaam tunatarajia mvua na ngurumo. Dodoma tunatarajia mvua na ngurumo. Jiji la Mwanza tunatarajia mvua na ngurumo. Kilimanjaro tunatarajia mvua na ngurumo. Mbeya tunatarajia mvua na ngurumo. Morogoro tunatarajia mvua na ngurumo. Arusha tunatarajia mvua na ngurumo. Ni kuendelea kufuatilia taarifa mbalimbali za hali ya hewa kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania. Ulikuwa na mimi Mariam Fares, asante na nikutakia wakati mwema. Mtazamaji, kabla ya kuhitimisha ulimwengu wa habari tuliokuwa nayo usiku huu, Mbeya zindua mpango wa miaka 10 wa upandaji miti milioni 200 na waziri mkuu kuanza ziara ya siku 3 kesho Arusha. Na katika michezo, ligi kuu Tanzania bara kulindima kwa siku ya kesho Jumapili kwa michezo 4 kupigwa. Mtazamaji, na tunafikia tamati katika ulimwengu wa habari. Kwa niaba ya timu nzima ya Sky TV, mimi ni Johannes Michael.